Kumekuwa na sijui niweke Kiswahili gani vizuri. Ni kama mapokeo hasi kwa baadhi ya kwaya katika maelekezo ambayo tunapewa na mapadri wetu au na utaratibu wa kanisa pengine. Kwa mfano hivi karibuni tumeambiwa wakati wa matoleo si wakati wa kucheza. Kwa sababu mwanakwaya naye ni muumini kama muumini mwingine. Kwa hiyo muumini anaposimama na wewe mwanakwaya inabidi usimame. Anapokaa wewe utakiwa kusimama kwa sababu na wewe ni muumini kama muumini mwingine. Lakini mapokeo yamekuwa sio mazuri sana kwa baadhi ya kwaya. Labda wewe kama katekista na kama mwalimu ambaye ni mwalimu mkongwe, unazungumziaje hili jambo? Kadiri ya maelekezo ya mababa wa liturujia, tunapokaa pale wote sisi ni waumini. Wote ni waamini. Uwe mwanakwaya, uwe ni wote ni waamini. Kwa wakati wa kusimama tusimame wote, wakati wa kukaa tukae wote, wakati wa kupiga magoti wote tupige magoti. Sasa kama kuna kikundi kimoja kinajitenga, hawa wamekaa hawa wanasimama, kina kama kikundi vile cha kutimbuiza sasa. Cha kutimbuiza. Ni kama mpo jukwani tena sio kwenye ibada. Muona mimi kwa ushauri wangu ningeshauri kwa kweli tushiriki, wote tushiriki pamoja. Muone wote tushiriki pamoja. Kama ni kusimama tusimame, kama ni kupiga magoti pige magoti, kama ni kukaa tukae. Lakini sasa kuna kama wanavyosema kuna baadhi yetu bado kidogo tuna ule umimi kwamba sisi ni bora zaidi kuliko wengine. Na wakati mwingine kama mwenyekiti au paroko anatoa pale salamu za kuwapongeza, kama hajawapongeza wanakwaya wengine wanaambia leo paroko bwana hajemba vizuri. Anajatuambia. Mmoja hajasema hii. Yeye anajisikia wa vile watajwe hapo wapigiwe makofi. Muone unaona unajisikia, lakini kumbe hapana, wewe ni sehemu moja mwana kanisa. Ulichokifanya pale ni wajibu wako, basi furahi. Aisee, tunakushukuru sana mwalimu.